Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Chalamila, lakini Mheshimiwa Dalile, na wataja makusudi. Nimtambue pia dada yetu Joyce Shebe, mwenyekiti mstaafu wa TAMWA, ambaye alifanya kazi nzuri sana kwenye kipindi chake. Ndugu yangu Kibanda, umenikumbusha mambo ya Mwembe Chai wakati ule, nakumbuka vizuri. Lakini waheshimiwa wakuu wa wilaya na wahariri na wengine wote ambao wamehudhuria kwenye kikao hiki. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, narudia, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nia njema tu nimerudia, nijue kina nani tuko nao kwenye jamhuri hii na kina nani wapo hawapo. Awi wengine unajua mmepita JKT. Awi niwashukuru sana wahariri kuitisha kikao hiki muhimu. Naifahamu nguvu na uwezo wa taaluma mlionayo katika maamuzi ya kuweza kufanya jambo liwe zuri au liwe baya. Mnao uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi, na kufanya maamuzi mazuri jambo linakuwa zuri. Nadhani kilikuwa ni kikao muhimu sana cha ninyi kuweza kukutana na kuwa katika mtizamo ambao mwenyekiti wetu Balile ameanza nao. Mimi niongee mafupi sana kuhusu swala la usalama. Bahati nzuri hivi karibuni msemaji wetu wa Jeshi la Polisi alitoa taarifa yenye uchambuzi wa kina kuhusiana na jambo ambalo nadhani limetukutanisha. Hali ikoje? Nini kinafanywa na vyombo vyetu likiwemo jeshi letu la polisi, lakini likizingatia misingi mikubwa ya sheria ambayo imelifanya jeshi hili liwepo. Majukumu machache ambayo ni makubwa ya sisi ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha amani inakuwepo, preservation of peace. Ndio kazi yetu kubwa ya msingi. Tunafanyaje? Kwa kufuata taratibu. Tunafanyaje? Kwa kufuata sheria. Tunafanyaje? Kwa kushirikiana na wananchi. Tuone kwamba tunahakikisha amani inakuwepo, lakini kwa kuhakikisha kwamba watu wanafuata sheria. Hayo ndio majukumu yetu. Lakini kuzuia watu wasifanye makosa, na ikiwa bahati mbaya wameyafanya, basi sisi tuzitumie sheria kuhakikisha kwamba mtiririko wa kisheria unafanyika kuhusiana na kile kitu ambacho kimetokea. Sisi Jeshi la Polisi tunatambua kwamba serikali hii ambayo sisi ni miongoni mwa watumishi wake ni serikali ya watu, na hiyo iko wazi kwa mujibu wa ibara ya 8 kwamba hii serikali ni ya watu. Kwa hiyo tunatambua pia sisi tunawatumikia watu, lakini sisi pia tunatambua kwamba ibara ya 18 ni ibara ya kikatiba ya uhuru wa maoni ya watu mbalimbali. Tunatambua hayo, lakini tunatambua pia kwamba ibara ya 26 inawakumbusha watu kwamba wanao wajibu wa kuzitii sheria za nchi ili maintain hii peace na tranquility ambayo ni jukumu letu sisi. Pia vipengele hivyo vinakwenda sambamba. Tunatambua pia kwamba pamoja na uhuru wa maoni kuwepo chini ya ibara ya 18, lakini ibara ya 30 inatukumbusha pia mipaka kwa haki na uhuru kwa ajili ya kuhifadhi mambo ya msingi ya taifa letu. Kwa hiyo Jeshi la Polisi jukumu lake kubwa ni kuhakikisha kwamba watu wanaishi katika mazingira ambayo sio ya hofu, lakini mali zao na wao wenyewe wanalindwa. Hayo ndio majukumu yetu. Tunafanyaje? Kwa kushirikiana na ninyi.
Sasa tumefuatilia sana mambo mbalimbali ambayo yamejitokeza katika mitizamo ambayo inaibuka katika mazingira labda ya vurugu yakijitokeza, nini kinafanyika, kwa nini labda taarifa nyingi zinakuwa za upande mlengo labda wa mashariki au wa magharibi. Kwanza nikubaliane na ndugu yangu Kibanda pamoja na dada Joyce kwamba ni muhimu sana sisi kulitekeleza lile ambalo mmetukumbusha, protection kama special agents katika kutekeleza majukumu yenu. Sisi tunalo jukumu pia la kuhakikisha ninyi mnakuwa salama ili mzipate taarifa nzuri, na tunaamini kama mngepata fursa ya kuwa na mazingira ya kuzipata taarifa hizi, labda tusingekuwa kwenye taharuki ya baadhi ya taarifa ambazo zinajitokeza zaidi kuliko zile ambazo ninyi mmeweza kuzipata. Fikiri kwamba hilo tutalitekeleza kwa sababu tunakuwa karibu na ninyi, mpate fursa ya kuzunguka kwa na mazingira ambayo yako salama na muweze kueleza hali halisi zaidi ya mambo, na wala hatutaki mtupendelee, kwa sababu ukifuatilia matukio, hata ninyi mnaona yapo matukio mabaya yaliyofanywa na watu wabaya, japokuwa fursa labda haikupatikana, na kama imepatikana basi imekuwa mmeshatanguliwa na watu wengine. Kwa hiyo hilo la dada Joyce pamoja na ndugu yangu Kibanda tutashirikiana kwa karibu, coordinate ili tuweze kulifanya kama ambavyo kwenye workshop mbalimbali tumekuwa tukikutana na kufanya. Mwisho, mimi ambacho naweza kuambia wahariri na wanahabari wakongwe na wale ambao ni vijana, hii nchi ni yetu, hii nchi ni yetu. Tusishabikie hata kidogo tukaenda kwenye mlengo wa kufanya tuwe kwenye vurugu. Vurugu zina gharama, vurugu zina gharama. Kuna mambo ya kujaribu, lakini kuna mambo hata kwa taaluma hupaswi kuyajaribu, kwa sababu chochote kikitokea, wewe na mimi, mazingira yetu yatakuwa tofauti. Kwa hiyo jitihada ambazo Mheshimiwa Rais amekwisha toa mwelekeo tuziunge mkono, lakini jeshi la polisi majukumu yake yataendelea kutekelezwa kuona kwamba tunakuwa salama kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola. Na kusema kweli, kama msemaji wetu wa jeshi alivyotoa, jukumu letu ni kuhakikisha ninyi wote mnakuwa salama na wananchi wetu kwa kuzingatia misingi ya kisheria. Mwisho, sisi tutaendelea kusimamia sheria kuona kwamba maeneo yetu hasa Dar es Salaam yanakuwa salama zaidi, na ninyi wahariri pamoja na wananchi wote kwa ujumla wanatekeleza majukumu yao bila hofu. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru kwa kunisikiliza, na ndugu yangu Balile, niliona ulinisisitiza muda, ninafikiri nitakuwa nimeuzingatia. Asanteni.